Tuna darasa la 5 leo, tunaendelea mbele. Leo ni tarehe 9. Kwa hiyo weka kumbukumbu zako vizuri, tarehe 9 na hili ni darasa la 5. Na binafsi naendelea kuona kama bado tuko kwenye utangulizi hivi, tuko kama kwenye utangulizi. Kwa hiyo ni hatua za msingi kabisa ambazo zinajenga ule msingi ambao tunataka hasa kuweka juu yake kuta hili kubwa. Sasa tumeshapita kwenye maeneo kama makuu manne. Kwa wale ambao wameshafuatana na sisi tangu mwanzo, wataona sehemu ya kwanza kabisa ilikuwa kuzaliwa ni kujitambua, na tukasema unajireflect wewe kwa unavyoviona. Jambo la pili lilikuwa kuzaliwa na kujitambua. Kwa hiyo tukaona kuzaliwa ni nini na kujitambua ni nini. Jambo la tatu lilikuwa mabadiliko makubwa ufahamuni mwa mtu yalitokea tukisoma kwenye maeneo ya Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 kwamba wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua wako uchi, then wakashona majani. Mnaweza mkaona faida zilivyokuwa kubwa za watu kushona majani kwenye darasa lililopita la Jumapili. Kwa hiyo mabadiliko makubwa yalitokea kwenye ufahamu wa mtu. Tukaona alishona mavazi, ikiwa ni ishara ya kuonyesha mtu kujisitiri mwenyewe, ikiwa ni ishara ya mtu kutuambia moja kwa moja kwamba haamini kusitiriwa na Mungu tena, na badala yake anatafuta kujisitiri mwenyewe. Na tukaona kushona majani ya miti lilikuwa ni jaribio la kujaradia hali ya mawazoni mwa mtu kwa gazeti kwenye umbile la nje. Na tunaona bado yale majani hayakufanya kazi. Si Mungu alivyokuja mwanadamu bado alikimbia. Na tukasema leo bado watu wanafanya hivyo hivyo. Wanadamu wanatengeneza majani yale waliojificha kina Adamu, kupitia mavazi, kupitia dini, vyeo. Watu wanatafuta pesa ili tu wafiche hali fulani ya udhaifu. Wakionekana wana pesa, basi watakuwa na nguvu na watajisikia vizuri. Ndio maana hata wewe mwenyewe unajua kabisa ukiwa na hela mfukoni unavyotembeaga ukijisikia, na ukiwa hauna hata shilingi 10 pia wewe mwenyewe unajua. Nikasema ni huzuni kusema hata leo tukagundua kwamba watu bado wanafanya mambo yale yale. Tofauti yake leo tuna majani ya pamba, lakini pamba pia zinatokana na majani, si ndio? Kwa hiyo tuko pale pale. Na tukasema kushona ni picha kamili ya kazi ya mtu na msingi wa uumbaji wake. Na tukasema ukichunguza utagundua Adamu hakuonyesha kutaka msaada kwa Mungu baada ya kuanguka. Badala yake alionyesha msaada mwenyewe.
kwa sababu ungefikiria kwamba hao watu kama wameishi kwa kumtegemea Mungu kipindi chote, kipindi ameanguka angesema sasa hapa nafanyaje tena Mungu? Naona hakumshirikisha na akajaribu kujitafutia msaada mwenyewe. Na mara nyingi tunafanya hivi. Ni mara chache sana mtu kisikia unaumwa kwenda ibadani, na unajua ni kisingizio kizuri sana. Unajua nilikuwa naumwa na ilibidi niende hospitalini. Unaona ni jambo la muhimu. Ina maana hakuona matumaini kwa Mungu kwanza. Kwa hiyo watu waga wanaenda kutafuta msaada kwa watu kwanza, halafu wanadai kwamba nikiwa huku tu pia Mungu atanisaidia. Ni kweli Mungu hana shida hiyo, atakusaidia. Lakini kwambia hivi, huwa umeumia, utapigwa masindano, utakunywa madawa makali, wakati mwingine na pesa zitakutoka, halafu namsakizia kwamba Mungu ndo kafanya hivyo, wakati ni misaada yako tu. Na tukasema mtu akiwa na hali hiyo ndio huitwa kujitegemea, kujitengenezea haki kwa nguvu zake mwenyewe, kujisitiri. Halafu nikakwambia chukua hii, Mungu that time hakukubali yale majani yao, hakubali leo majani tunayofanya, na hata kubali hayo majani. Na tukaona kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Sasa tukaona mambo makuu mawili, kwamba mtu alishona majani lakini Mungu alitoa ngozi. Na tukaona majani yalimaanisha hukauka, ni ya muda tu. Ni sio ya kudumu. Kwa hiyo kila kitu ambacho mwanadamu anajaribu kujikava nacho, angalia, sio cha kudumu. Lakini Mungu tukaona alitoa ngozi. Na tukasema ngozi ilikuwa na maana gani? Tukasema ni ishara ya kwamba ile ngozi, kuna mnyama alikuwa amepoteza uhai wake. Kwa hiyo ngozi ni uhai wa mwenye ngozi. Kwa hiyo inatangaza kifo ili upate maisha mengine. Ngozi ni ya kudumu ukilinganisha na majani. Ngozi Mungu ndiye aliyetoa. Ndio maana utasoma kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 22 hadi 24, inasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu kwa mujibu wa sheria wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Nini kifanyike? Mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa hiyo Mungu anatoa bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi wewe katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka wewe upatanisho kwa njia ya damu yake, ili aonyeshe haki yake, awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye anayemwamini Yesu. Kwa hiyo tukaona kwamba mwanadamu hana uwezo wa kujivika haki ya Mungu kwa juhudi ya matendo yake mwenyewe. Na tulipotoka hapo tuliangalia jambo la tatu, ulikuwa ni mfumo wa anguko. Ambayo tukasema kanuni kuu ya anguko ni jisitiri mwenyewe, usione uko uchi. Mwanzo 3 mstari wa 7, wakashona majani. Na hii tukasema ndiyo maana hasa watu
wamevaa taswira. Ndio maana yani wana taswira fulani kwenye vichwa vyao. Leo kuna ugomvi hata kwenye nyumba za ibada kuhusu uvaaji wa nguo. Uvaaji wa nguo ni tamaduni, sio Injili. Hapa kwenye kusanyiko kama hili ni hospitali, watu wanakuja bado ni wagonjwa wengi. Wenda wewe mchungaji umetangulia, umeponapona kidogo, kuna watu wengine bado wanakuja huko mahututi. Eti leo kwenye maeneo kama haya watu wanajiita wachungaji na wanaweza kuwafukuza watu ambao wameletwa eti ni wagonjwa, wanatakiwa kutibiwa, halafu eti wanamfukuza kwa sababu ya jambo fulani. Sasa na Yesu maandiko yanasema hivi, yeye anamtafuta aliyepotea, na wewe ndio umemfukuza. Bora ungemwacha akiwa amepotelea hapo, kwa sababu anamtafuta na yeye mpotea. Aliyepotea huenda angekuja na hapo kwenu, lakini sasa wewe unayeona amepotea umemfukuza. Unategemea sana naenda kumtafuta huko. Walishajenga picha ndani yao tayari kwa kile wanachokitoa nje. Unapomwona mtu amevaa kimini, swali, hicho kimini hakiko kwenye nguo, kimini kiko kwenye mawazo yako. Jiulize. Au mnafikiri watu wa leo wanatofautiana na wakali? Sisi tu ndio tulikuwa tunavaaga vimini vya ngozi, vimini vya majani, sivyo? Hawa wanaoitwa walitoka huko Europe, wakaja wakatuletea hizi nguo. Mwanzo ziletwa tulikuwa tunavaa kaptula. Shaikuona Mwalimu Nyerere amevaa kaptula ya hivi, ambao leo wewe ukivaa ile inaonekana yani wewe si umekuaje. Tunaona watu walivaa hizo, mwanzo walikuwa wanavaa watu. Kumbuka hiyo imekaa hapa alafu imebana huku katika alafu huku imeachia. Inaonekana heshima sana. Baadaye yakaja yale wanavaa makubwa hivi. Come on. Baadaye ikabadilika, watu wakawa wanavaa vimodo hivi vimeondoa. Leo naona tena vijana wa sasa hivi tena wamerudi pale kwenye miaka ya 90 na ambapo sisi tulikuwa tunavaa zile jeans zao. Yaani hapo na wenyewe wanaona yani ndio mtindo wa sasa hivi, yani wanaona. Sisi ambao tumekutwa na hali hizo zote mbili katikati, tunamwangalia mtu sasa. Bado tunatoka mbali. Lakini muache na yeye apitie. Yaani wewe ukimweleza wewe baba ujui yani. Sasa sisi tulikuwa tunavaa visembele wakatuletea hayo mabuga. Leo wao wanavaa visembele tunawacheka wakati wanatuletea. Kwa hiyo ni mambo tu fulani ambayo ukiyafikiria vizuri, vitu vya nguo si vitu yani unaondoka navyo, unaondoka kwenye hapo. Na tukasema leo mitandao imetusaidia kutuonyesha jambo lingine tofauti. Mitandao imetuonyesha hili wazi. Wengi wanaonyesha majani ya miti ya maisha yao. Picha ni nzuri kweli. Halo. Lakini wakianza kuwatafuta hao wazuri kweli ambao picha zao unaziona kwenye mtandao, mpaka unasema hivi hawa sio wa Tanzania? Au mtaani kwetu sisi hawapo? Kwa hiyo mtu anajitengeneza kwa ajili ya picha moja tu, akishapiga hapo anaiposti huko, akishaposti tu pale, yana alicheka tu wakati anapiga. Alipopiga akarudi kwenye maumivu makali. Picha nzuri mtandaoni, anatabasamu vizuri sana. Kisha baada ya hapo kilio kile kinachoitwa kusaga na meno. Hiyo juzi nilikuwa mahali fulani hivi, nimemwona dada mmoja ndio perfect ndani yangu kwamba alicheka vizuri ufukweni hivi, akapiga picha na cheka. Halafu na mimi nimekaa hapo pembeni naendelea na mambo yangu nilichokuwa nafanya. Zilipita sijui dakika ngapi jamani. Huyo dada alipiga kiowe pale cha nguvu mpaka hivi nimsogelee. Umekuaje? Alichoanza kunieleza, nikasema mama yangu. Ndio ile nimeona hasa
nikasema mtu ambaye ni rafiki yake kwenye Facebook au sehemu nyingine alipotuma ile picha, akimwangalia anasema jamani fulani, jamani mwenzetu. Kumbe alipomaliza kupiga ile picha, kilio alichokiangua baada ya ndani wamejaa utupu, majeraha, hofu, woga, upweke, wakati mwingine katikati ya ndoa, mama au baba, watoto wanapishana, wanazunguka huko pale, wanapiga kelele huku, lakini wao hata wajui huko kwenye polisi tu. Kwa nini yawe ni majani? Tukasema shona ni kuunganisha vipande vipande ili kutengeneza kitu kimoja cha kufaa. Hii ilionyesha maisha ya mtu yalivunjika vipande vipande, hivyo anajaribu kuunganisha vipande vya mawazo yake ili aone mzima, lakini kweli yuko scattered. Ndio maana binadamu wengi wanahangaika kubadilisha mazingira, mahusiano, dini, leo iko pale, kesho iko pale, kazi, mitindo, lakini ukweli ndani ya mawazo yao inapingana na wanachojaribu kuonyesha kwa nje. Wanahisi kuna pengo liko wazi ambao halizibiki hata kwa wanavyovifanya. Fashion kwa maana ya muonekano, brand kwa maana ya chapa mbalimbali, vipodozi, vyeo, mfumo wa kujionyesha ni msingi wa tabia ile ile ya Edeni ambayo wale walikimbia wajivike yale ili waonekane, lakini Mungu alipotokea mbio. Hii ndiyo motivation factor ya kila mwenye damu au mwanadamu anaendeshwa na hofu fulani kwenye maisha yake. Hofu ya kifo, hofu ya shetani, hofu ya umaskini, hofu ya kuoa, hofu ya kuolewa, hofu ya kukataliwa, hofu ya kuonekana ya kuonekana alivyo. Unajua pia kuna hata hofu ya kuonyesha ukweli kuhusu wewe. Yanajaribu kuonyesha kitu kingine, yani wasijue, yani mimi ndo niko hivi. Kwa tunaficha hali hizo kwa njia nyingi sana. Sasa hatimaye tukaona kujisitiri na kusitiriwa. Kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 20 ni kusitiriwa. Inasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hayo ya kujisitiri. Na Wagalatia sura ya 1 mstari wa 16 inasema hivyo pia. Waefeso sura ya 8 mstari wa 8 na hadi wa 9 inasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haitokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala sio kwa matendo yenu, mtu yeyote asije akajisifu. Na Wagalatia sura ya 2 mstari wa 21 inasema na ikiwa ni kwa neema, inasema sibatili neema ya Mungu, maana kama haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Yesu amekufa bure. Kwa hiyo ukijaribu kujisitiri kwa chochote kile unachojaribu nacho, ina maana ile huani ninayo unaikataa katika hali ambayo Yesu anasema amekutengenezea. Yesu anasema amekuvisha. Maandiko haya yanalenga kumuonyesha mwanadamu kwa kujisitiri kwake hakuna maana yoyote kwa Mungu. Anajaribu kujisitiri mwenyewe. Mungu ametaka kukusitiri. Haleluya. Anataka kukuvika
usikatae haki yake, vikwa haki yake, valishwa mavazi yake, utaonekana maridhawa sana. Kuvikwa ni kupokea neema katika Mungu ambayo inatolewa bure, na Paulo anazungumza kwenye Warumi sura ya 13 mstari wa 14, anasema mvaeni Bwana Yesu. Oh, haleluya. Lakini kwenye Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26, 27 inasema wote waliobatizwa katika Kristo wamemvaa Kristo. Lakini kwenye Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 na wa 14 inasema jivaeni, jivikeni utu wema, jivikeni upole, jivikeni upendo, jivikeni mambo yanayofanana hivyo. Lakini kwenye Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18 inasema kujaribu kujivika mwenyewe kunasikitisha. Hebu tuisome hiyo, inasemaje? Tuisome hiyo. Haleluya. Ufunuo sura ya 3. Yes. Mstari wa 4. Ufunuo 3 mstari wa 4. Yes. Sura ya 4, sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18. Anasema ndio. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17 na 18. Ndio. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Yaani umejivika halafu unasema wewe ni tajiri. Nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Aha. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge. Mnyonge sana. Unaona ukiwa kuna hela mfukoni unavyokuwa. Wewe ni mnyonge sana. Na mwenye mashaka. Na mwenye mashaka. Na maskini na kipofu. Ndio. Na uchi. Na uko uchi. Ndio maana mbele za Mungu, unaona kwa mfano wale ambao ukitaka kuelewa hicho, nenda, sijui kama hamjaenda nyinyi hivi karibuni, mimi nimeenda kidogo kwenye dini kadhaa. Unapokuta baba, tuko mbele zako, tunaomba utusamehe, yaani wale wako uchi, haijalishi amepiga suti kali kiasi gani, yale ni majani tu. Hicho kinachoongea kwenye ufahamu wake ndio iko kweli, hana confidence yoyote, hajajijua katika mawazo ya Mungu. Ndio maana anaona yuko uchi, anaomba baraka, anaomba nguvu, anaomba upendo, anaomba msamaha, yuko uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. Upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa. Na mavazi meupe upate kuvaa. Ndio maana wote waliobatizwa katika Kristo wamemvaa Kristo, ndo vazi jeupe. Aibu ya uchi wako isionekane. Aibu ya uchi wako isionekane. Ndio. Na dawa ya macho yako kujipaka macho yako upate kuona. Uweze kuona sawasawa hivyo unavyoviwekaga waga havi kuweki sawasawa. Ndio maana kila siku unarudia unabadilisha hivi unavaa hivi unavaa vile, hauonagi vizuri, unahitaji dawa ili uone kwenye originality yako ulivyo. Halo. Kuna wamama leo wanapaka vitu hivi. Nilikuwa naangalia mtu mmoja amepaka sura nyingine kabisa. Kwa hiyo unapojipaka sura yako inabadilika, ina maana unakaa na ile sura ambayo umepewa. Na unajua hakuna mtu yeyote anafanana na mtu yeyote ulimwenguni. Amen. Ukiweka dole kumba hapa, wewe uko peke yako. Kwa aina yako ni ya kipekee kwa wewe kuwa hivyo. Amen. Kwa hiyo unapojibadilisha sasa sema tu mbingu hawakuangalia kupitia sura.